الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. राह खुदा प्रोग्राम जो हर हफ्ते को MTA पर शाम के वक्त mtukufu Allah Taala Ibn Aziz anasema kwamba katika MTA kipindi Rahe Huda kinachorushwa kila Jumamosi. Katika kipindi hiki maulama wetu wanazungumza kuhusu mada mbalimbali, na kipindi hiki kinarushwa moja kwa moja. Kwa hiyo watu wanauliza maswali, na washiko wanajumuia wao pia wanauliza maswali katika kipindi hiki. Katika wiki iliyopita nilibahatika kuangalia sehemu fulani ya kipindi hiki. Wakati ule mtu mmoja alikuwa anauliza swali ambaye si mwanajumuiya, na alikuwa anauliza swali kuhusu ufunuo moja wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na swali lake lilikuwa shutuma dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na alianza kuuliza swali kwa kusema hivi kwamba Qur'an tukufu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na kuna hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile kuna vitabu vingine vya maulama mbalimbali, na tunakuta kwamba hakuna itilafu katika vitu hivi vyote. Lakini baada ya kueleza ufunuo wa Sayyidina alayhi salatu wasallam alisema kwamba ihtilafu inapatikana ndani yake, au alisema kwamba yeye hakuelewa vizuri ufunuo huu wa Sayyidina alayhi salatu wasallam. Lakini ilionekana kwamba swali lake ni shutuma, hata kama yeye alikuwa hana nia ya kuleta shutuma, lakini sawa na swali ilionekana kwamba ni shutuma dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasallam. Na ufunuo ulikuwa hivi kwamba baada ya siku 10 nitaonyesha msaada wangu, ala inna nasrallahi qarib fi sha'ilin miqyas. Then will you go to Amritsar. Hii ni katika lugha ya Kiingereza. Iska jawab to apne andaz mein mukhtasaran jawab dene wala ne diya. Maulama walitoa lekin main samajhta hu jibu la swali hili, lakini mimi naona kwamba maelezo yake yaliyoelezwa na Sayyidina alayhi salatu wasallam inatakiwa ielezwe, ili wale walioleta shutuma au wale vijana wetu ambao hawana elimu ya kutosha, jinsi yule mtu aliyeuliza swali wasiathirike, au labda hawa wengine vijana wetu wanataka maelezo yake zaidi. Na maswali ya aina hii watu wanaendelea kuuliza katika kipindi cha Rahe Huda, na maulama wanatoa majibu yao, lakini baadhi wakati kama jibu linahitaji maelezo zaidi, basi katika kipindi kijacho maelezo yake yanaelezwa. Kwa hiyo mimi sina haja ya kutoa majibu ya maswali yanayoulizwa katika kipindi hiki kwamba nitoe majibu yao katika hutuba zangu, lakini mimi naeleza maelezo ya swali hili. Sababu yake ni kwamba mada niliyokuwa nikieleza katika hutuba zilizopita, katika hutuba zile nilisema kwamba miujiza na msaada wa Mwenyezi Mungu uliopatikana wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasallam, msaada ule na miujiza ile inaongeza imani yetu, na miujiza ile ni kiasi hiki kwamba wengine hawana miujiza kama aliyopata Sayyidina alayhi salatu wasallam. Yule mtu ambaye alijaribu kufanya mzaha na ilham ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, ufunuo ule Sayyidina alayhi salatu wasallam ameandika katika kitabu chake kiitwacho Barahini Ahmadiyya kama ni nishani yake,
au dalili ya ukweli wake. Na vile vile katika kitabu kitwacho Tazkira pia ilham hii imeandikwa, lakini aliyeuliza maswali sawa na mwenendo wake ilionekana kwamba ameuliza swali baada ya kusoma kitabu kitwacho Tazkira. Sasa sijui huyu bana amesoma maelezo ya ufunuo huu au labda hakueleza maelezo yake ili watu wasielewe vizuri ufunuo huu. Katika Barahini Ahmadiyya pia ufunuo huu umeandikwa, lakini labda yeye hakusoma kitabu hiki, kwa sababu kwa ajili ya kusoma kitabu hiki mtu anatakiwa awe na elimu ya kutosha, na mimi sidhani kwamba huyu bana anaweza kuelewa kitabu kile. Huzur anasema kwamba ilham hii ni ya mwaka 1882. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba muda fulani iliyopita nilikuwa nahitaji sana fedha, na mabaniani wanajua vizuri hali ilivyokuwa. Kwa hiyo moyoni mwangu nilipata wazo hili kwamba katika hali hii ya shida inatakiwa nifanye maombi ili Mwenyezi Mungu aondoe shida yangu hii, na vile vile iwe nishani pia kwa ajili ya wapinzani, na nishani ile iwe ya aina hii kwamba wawe washahidi kuhusu nishani ile. Na siku ile ile nilifanya dua na nilimuomba Mwenyezi Mungu kwamba anisaidie msaada wa fedha, na ile iwe nishani kwa ajili ya watu. Ndiyo nilipata ilhami hii kwamba na 10 दिन के बाद मैं मौज दिखाता हूँ लाइना नसरुल्लाह करीम फी शमाल मिक्यास. Then when you go to Amritsar, yani baada ya siku 10, Sayyidina Al-Islam mwenyewe ameeleza maelezo yake kwamba baada ya siku 10 utapokea fedha na msaada wa Mwenyezi Mungu kukaribu sana. Na kama ngamia wakati wa kuzaa mtoto anainua mkia wake na mtoto wake anakuwa karibu kuzaa, vile vile msaada wa Mwenyezi Mungu uko karibu sana hivi. Kisha baadaye katika lugha ya Kiingereza amesema kwamba baada ya siku 10 fedha itakapopatikana, baada ya siku 10 utaenda Amritsar pia. yani ariyon muskura bala ke rubru na kama Sayyidina Al-Islam anasema kama nilivyosema kwamba sawa na bishara, baada ya siku 10 mabaniani walishuhudia, yani siku 10 sikupokea fedha hata sumni mmoja, lakini baada ya siku 10 yani siku ya 11 Muhammad Afzal Khan Saheb superintendent wa Rawalpindi alituma rupia 110 na rupia 20 nilipokea kutoka kwa sehemu nyingine. Kisha baadaye nilianza kupokea fedha kutoka sehemu mbalimbali, na nilikuwa sitegemei fedha hii. Na baada ya siku 10 nilipopokea fedha ya Muhammad Afzal, siku ile nilienda Amritsar pia, kwa sababu kutoka mahakama fulani niliitwa kwa ajili ya kutoa ushahidi. Huzur anasema kwamba hii ilikuwa ufunuo wa Sayyidina Al-Islam na maelezo yake, lakini katika sehemu nyingine Sayyidina Al-Islam ameeleza maelezo yake hivi pia kwamba muda fulani bwana mmoja Nur Ahmad ambaye ni hafiz na vile vile amefanya haji pia, na labda anajua lugha ya Kiarabu pia, na anatoa nasaha za Qur'an tukufu, na anaishi katika Amritsar. Yeye wakati alipokuwa anatembelea akaja Qadian na alikaa kwangu. Na mwenyewe yeye aliniambia rai yake kuhusu ufunuo huu, na rai yake ilikuwa hii kwamba huyu bana alikuwa na mwalimu wake. Yeye alikuwa akisema kwamba
kwamba alikuwa na shaka kuhusu ufunuo wa maulama. Kwa hiyo bana Nur pia alikuwa na shaka kuhusu ufunuo wa maulama na mawali. Sayyidina Ali asema kwamba nilijaribu kumwelewesha, lakini yeye hakupata athari yoyote huyu bana Nur Muhammad, mpaka niliona kwamba nifanye maombi na nimwombe Mwenyezi Mungu. Na huyu bana aliambiwa kabla ya bishara kwamba nitafanya dua, na si ajabu kwamba dua ile itapokelewa, itakubaliwa, na Mwenyezi Mungu atanibashiria bishara ambayo wewe mwenyewe utashuhudia ile bishara. Kwa hivyo Sayyidina al-Islam anasema nilifanya dua asubuhi. Katika ruya nilionyeshwa barua moja ambaye bana moja alituma katika posta. Katika barua ile katika lugha ya Kiingereza imeandikwa I am Quarler, na katika lugha ya Kiarabu imeandikwa hadha shahidun nazakh. और यही इल्हाम हकायतन अनिल कातिब इल्का किया गया na nilipata ufunuo क्योंकि ये खाकसार अंग्रेजी जुबान से कुछ वाकफियत नहीं रखता, इसलिए kisha hali ya ufunuo ulikwisha. Na kwa sababu mimi sijui lugha ya Kiingereza, asubuhi nilimfahamisha bana Nur ambaye alikuwa na wasiwasi na shaka kuhusu ilham na ufunuo wa mawali, yani wao hawapati ufunuo wala ilham. Baada ya kumfahamisha huyu bwana, niliuliza mtu mmoja ambaye alikuwa anajua lugha ya Kiingereza kuhusu ilham hii, na yeye alisema kwamba maana yake ni kwamba mimi ni mgomwi. Kwa hiyo katika ilham hii nilijua kwamba nitapokea barua kuhusu mzozo au kuhusu ugomwi kutoka katika maeneo haya, kwamba hadha shahidu nazakh. Nikaelewa kwamba mwenye barua ameandika barua kuhusu ugomwi fulani. Siku ile Haji Nur Muhammad Saheb kwa sababu ya mvua hakuweza kwenda Amritsar, na yeye hakuweza kwenda kwa sababu ya mpango wa Mwenyezi Mungu ili ashuhudie mwenyewe bishara hii. Ulmuradi huyu bana aliambiwa kuhusu madhumuni ya bishara hizi. Jioni Padri Rajab Ali nilipokea barua yake, na baada ya kusoma barua ile nikajua kwamba Padri Saheb amepeleka malalamiko mahakamani kuhusu mwandishi wa kitabu chake, na ameniita kwa ajili ya kutoa ushahidi. Maneno haya ya ilham hadha shahidun nazakh, maana yake ni kwamba huyu shahidi ataleta maangamio. Huyu bana padiri alikuwa na uhakika kwamba ushahidi wangu kwa sababu ya kuwa kweli itaheshimiwa na italeta maangamio juu ya mpinzani wake, yani ushahidi wake utakubaliwa na utaheshimiwa na utakuwa kweli. Na kauli ya Sinam alayhi salatu wassalam itakubaliwa moja kwa moja, kwa hivyo itakuwa maangamio kwa ajili ya mdui wake. Ndiyo maana huyu bana aliniita kwa ajili ya kutoa ushahidi, na kwa bahati ilitokea hivi kwamba siku ambayo bishara hii ilitimia, na nilienda Amritsar siku ile ile bishara ya kwanza pia ilitimia. Kwa hivyo bishara ile ilitimia mbele ya bana Nur Muhammad, yani siku ile ile. Baada ya siku 10 nilipokea fedha na nililazimika kwenda Amritsar pia. Alhamdulillah ala zalik. आज मैं
निशानात के हवाले से khalifa mtukufu ayadahullah taala anasema kwamba leo nilikuwa nataka kueleza hii tu kuhusu bishara na nishani za sayyidina alayhi salatu wassalam एक सवाल की वजह से na जिक्र हुआ है। nimeeleza hii kwa sababu ya swali iliyoulizwa katika rahe hudha, na siku zijazo nitaeleza zaidi kuhusu nishani za sayyidina alayhi salatu wassalam. कि अपनी जमात की baada ya hii के बारे में के हवाले से nitaeleza इस्लाम के बाद हवाले पेश करूंगा। fikira ya sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa anayo kuhusu jumuiya yake, na kuhusiana na hii nitasoma maandiko ya sayyidina alayhi salatu wassalam. kabla sijaeleza hii nataka kueleza में जो एक वाकया दर्ज फरमाया है, riwaya moja ya Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kuhusu sera za sayyidina alayhi salatu wassalam. Huzur anasema kwamba फजल और एहसान है Mwenyezi Mungu amefanya ihsani na fadhili juu ya jumuiya hii pia, kwamba कि किसी मजमून की तरफ तवज्जो होती है wakati wote halifa तो अगर इस्लाही पहलू है wa wakati anataka kutoa तो तवज्जो हो जाता है, mada, watu wengi wanaelekea kuhusu mada ile तो उससे भी हो रहा na wanaanza kurekebisha hali yao, na hali hii inaonekana baada ya kusoma barua za wanajumuiya ninayopokea, है हुए हैं वो भी बाज na vile vile maulamaa हवाले निकाल के भेज wa uhalifa pia wanatuma हवाले ही पहले पढ़े, riwaya mbalimbali pia लेकिन नजर से ओझल हो जाता na maandiko ya sayyidina alayhi salatu wasalam pia. Hata kama nimewahi kusoma riwaya hizi, lakini baadhi wakati inasahulika. हमने अपनी फिक्र का इजहार फरमाया है, Riwaya hii nitakayosoma, katika riwaya hii मुझे भेजा sayyidina alayhi salam ameeleza fikira yake kuhusu jumuiya, na riwaya hii amenitumia murabi sahibu mmoja, mbashiri moja, kwamba unatukumbusha kuhusu kurekebisha hali yetu. Kwa hivyo अल्लाह ताला इनको भी जज़ा दे। na kutumia riwaya moja ya sayyidina alayhi wasallam ambamo ameeleza hali ya fikira yake kuhusu jumuiya. यह है Riwaya ni hivi ambayo imeelezwa साहब का कि na Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kwamba सरवर शाह साहिब ने Maulvi Sayyid Muhammad Sarwar Shah Sahib alinielezea kwamba यानी मीर नासिर नवाब साहिब के साथ wakati fulani Mir Nasir Nawab Sahib na Maulvi Muhammad Ali Sahib अंदर हजरत साहिब को जा इतला दी, waligombana kuhusu इस तरह इख्तिलाफ हो गया। kitu fulani. Kwa hivyo Mir Nasir Nawab Sahib alipeleka mashitaka yake kwa Sayyidina alayhi wasallam. Mwali Muhammad Ali Sahib alipojua kwamba mashtaka yake yamepelekwa kwa Sayyidina alayhi wasallam, yeye alimwendea Sayyidina alayhi wasallam akasema kwamba sisi tumekuja hapa kwa ajili yako na kwa ajili ya kupata nafasi ya kuitumikia dini. Ikiwa watu wataleta mashitaka kwako kuhusu sisi, basi wewe pia ni mwanadamu, unaweza kupata athari, na katika hali hii sisi badala ya kupata faida tutapata hasara. Sayyidina alayhi salatu wasallam akasema kwamba Mir Sahib alinielezea kitu fulani, lakini wakati ule mimi nilikuwa katika fikira zangu zingine, na mimi nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba sijui Mir Sahib alinielezea nini au aliniambia nini. Kisha Sayyidina alayhi salam alisema kwamba tangu siku kadhaa wazo moja linakuja moyoni mwangu, na wazo hili imeshinda kiasi hiki kwamba nimesahau mambo mengine yote. Basi kila wakati wa kukaa na wa kusimama, mimi nafikiria kuhusu wazo hili. Nakaa nje pamoja na watu na watu wananiuliza swali au wanazungumza nami, na wakati ule pia mimi nakuwa katika fikira hii, katika wazo hili. Ile watu wanauliza swali, wanafikiria labda mimi nawasikiliza, bali mimi nakuwa katika wazo langu. Hata mimi ninapokwenda nyumbani kule pia nakuwa na wazo hili. Ilmuradi siku hizi wazo hili limenishinda kiasi hiki kwamba sifikiri kuhusu wazo lingine. Na wazo hile ni nini? Kwamba wazo hile ni hii kwamba lengo la kuja kwangu ni nini? Yani lengo la kuja kwangu ni hii kwamba jumuiya ya aina hii ipatikane, ambayo ni jumuiya ya waaminio na inamwamini Mwenyezi Mungu na inajenga uhusiano wake naye, ifuate mafundisho yote ya dini tukufu ya Islam na ifuate mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ifuate njia ya ucha Mungu na iwe hulka za hali za juu.
हदायत पावे, na iwe mfano wa aina hii kwamba kwa kuona ule mfano dunia iongoke दुनिया हदायत पावे और खुदा का मंशा पूरा हो। na lengo la Mwenyezi Mungu बस अगर litimie ये hivi. नहीं होती, Ikiwa lengo hili halitimii, दलाइल और बराहीन na से katika hali hii hata kama हमने sisi दुश्मन को गलबा भी पा tukipata लिया, ushindi juu ya maadui kwa kutoa hoja na dalili, यानी फतह कर लिया उसको, na तो फिर भी katika हमारी फतह कोई फतह katika hali hii ushindi wetu si ushindi kwa अगर हमारी kweli, बेइज्जत की असल गरज पूरी kwa न sababu ikiwa lengo la kuja kwetu halikutimia, हुई, रायगांगे basi kazi yetu yote imeenda bure katika hali hii. कि दलाइल और Lakini mimi naona kwamba नुमायां तौर पर निशानात जाहिर हो sisi रहे हैं, tumeshapata ushindi katika hoja na dalili, करने लगा है, na maadui pia wameanza kuona kwamba wameshindwa, गरज है lakini lengo la kuja kwetu ambalo ni lengo haswa, बहुत कमी है। bado upungufu unapatikana katika jumuiya kuhusu lengo hili. Kuna haja ya kuzingatia sana jambo hili. Hili ni wazo ambalo linalonisumbua sana siku hizi na limenishinda kiasi hiki kwamba kila wakati inafikiria kuhusu hii. Huzur anasema hili ni wazo ambalo alilolipata Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba wanajumuiya wanatakiwa wawe wa aina gani. Malfuzat ina jalada 10 katika vitabu hivi. Habari ya hafla za Sayyidina alayhi salatu wasalam zimeelezwa kwa ufupi sana, और किसी जिल्द इन 10 में से किसी जिल्द को भी आप ले लें, na mkisoma jalada lolote la malfuzat अमली हालतों mtakuta kwamba Sayyidina alayhi salam ametoa nasaha हवालों और मुख्तलिफ kwa ajili ya wanajumuiya kwa kupitia njia mbalimbali, हर जगह हर मजलिस na katika kila hafla Sayyidina alayhi salam alitoa nasaha पेश करता हूं। na mawaidha kwa ajili ya wanajumuiya, na mimi naeleza mifano yake kadhaa hapa. Sehemu moja Sayyidina alayhi salam anasema kwamba मैं पहले बहुत दफा कह चुका हूं, nimeshawahi kusema mara chungu mzima kuhusu umoja wa jumuiya na kuhusu udugu wa jumuiya kwamba mupatane. खुदा ताला ने Mwenyezi Mungu aliwaamuru Waislamu वजूद वाहिद रखो, hii kwamba mupatane na muwe pamoja, pengine nguvu yetu itapotea. Na katika sala pia Mwenyezi Mungu aliposema kwamba musimame pamoja, maana yake ni kwamba umoja upatikane, udugu upatikane. दूसरे में सरायत करेगी। Kama ni umeme, heri ya moja itaenda kwa mwingine. Ikiwa umoja haupatikani, basi mtakuwa wenye bahati mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mupatane, muelewane na mupendane na mufanye maombi kwa ajili ya wenzenu. Hazur anasema kwamba kuna haja ya kuchunguza kwamba wapo wangapi ambao wanawaombea wengine. Ikiwa moja anamwombea nduguye au mwenzake, malaika anasema kwamba iwe kwa ajili yako pia hiwe. Ikiwa dua ya mwanadamu haikubaliwi, lakini dua ya malaika lazima inakubaliwa. Kwa hiyo nawasihi kwamba msitilafiane. Mimi nimekuja na malengo mawili. Ya kwanza kwamba mufuate umoja wa Mwenyezi Mungu, na ya pili ni kwamba muhurumiane na muonyeshe mfano ule ambao uwe muujiza kwa ajili ya wengine. Na hii ndiyo iliyokuwa hali iliyopatikana ndani ya masahaba. kuntum adhan fallafa bayana qulubikum, kumbukeni udugu ni muujiza wa Mwenyezi Mungu. Kumbukeni kwamba ikiwa kila mmoja wenu si wa aina hii kwamba anapenda kwa ajili ya ndugu yake anayopenda kwa ajili ya nafsi yake, basi yeye hayumo katika jamaa yangu, yupo katika musiba na katika balaa, na mwisho wake si mzuri. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kutokuwa na bughudha ni alama ya Mahdi. Je, alama hii haitatimia? Lazima alama hii itatimia. Kwa nini hamfanyi subra? Kama kuna jambo la tiba kwamba katika maradhi kadhaa, ikiwa maradhi haifutwi vizuri, maradhi haiondoki vizuri, bali inabaki ndani ya mwili, kwa sababu yangu mimi jumuiya ya Swale itapatikana. Sababu ya kuwa ugomvi ni nini? Ni kibri na vile vile kuwa na tamaa za nafsi.
ऐसे तमाम लोगों को जमात से अलग कर wale watu wote nitawaondoa katika jumuiya ambao hawawezi kushinda tamaa zao na hawawezi kukaa kama ndugu. Wale watu ambao ni wa aina hii wajue kwamba ni wageni wa siku chache, baadaye watafutwa katika jumuiya yangu. Mimi sitaki kwamba nipate shutuma kwa sababu ya vitendo vya mtu mwingine. Yule mtu ambaye baada ya kujiunga nami hafuati nasaha zangu, yeye ni kama tawi iliyokauka, na tawi iliyokauka inavuta maji lakini haileti mazaa, hata inaharibu matawi mengine pia. Basi yeye hawezi kubaki pamoja nami yule ambaye hafanyi tiba yake. Hazur anasema kwamba maandiko haya tunasikia mara kwa mara, lakini tukiunganisha maandiko haya pamoja na wazo aliloeleza Sayyidina alayhi salatu wassalam, basi kwa kuchanganya na kwa kuunganisha tukisoma tunapata fikira ya aina fulani. Kisha Sayyidina alayhi salam anasema kwamba anasema waziwazi kwamba madamu Mwenyezi Mungu hatangulizwi katika kila jambo, hakuna anayeweza kuitwa mwaminio mkweli. उर्फ़-ए-आम के तौर पर मोमिन या मुसलमान है, जैसे चूड़े को भी मुसल्ली या मोमिन कह देते हैं. मुसलमान वही है. Mtu aina hii ni mwaminio kwa jina, lakini Muislamu hasa na mwaminio hasa ni yule ambaye मुसलमान वही है जो अslama वजहहु लिल्लाह का मिस्ताक हो, ambaye ni sawa sawa na aslama wajhahu lillahi. वजहुन मुंह को कहते हैं, wajhun और मगर maana yake ni uso, वजूद पर भी होता है, lakini इसमें सारी ताकतें hii inahusu mwili pia. Kwa hiyo maana yake ni hii kwamba yule ambaye ameweka nguvu yake na uwezo wake wote mbele ya Mwenyezi Mungu, yeye ni Muislamu haswa. Nimekumbuka kisa moja kwamba Muislamu mmoja alimwalika Myahudi na akamwambia yule Myahudi kwamba usilimu, na yule Muislamu aliyemuita Myahudi mwenyewe alikuwa mfasiki na alikuwa fanya vitendo vibaya. Na kwa kusikia hii Myahudi alisema kwamba uone kwanza hali yako na usiwe na kiburi kwamba wewe ni Muislamu. Mwenyezi Mungu anataka maana ya Muislamu ni nini, si jina tu. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kumbukeni kwamba maneno hayatafaa mbele ya Mwenyezi Mungu mpaka mtakuwa na vitendo vizuri. Maneno hayana uzito wote mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amesema kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. फिर इस बात पर फरमाया कि अगर तुम इस्लाम की खिदमत करना चाहते हो, amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ikiwa mnataka kuitumikia dini tukufu ya Islam, kwanza mufuate utakaso na ucha Mungu. Mwenyezi Mungu anasema katika Al-Imran kwamba wasabiru warabitu, yani kama dhidi ya mdui farasi anatakiwa awepo mpakani ili mdui asiweze kukimbia kutoroka, vile vile mnatakiwa muwe tayari, isije katokea hivi kwamba kwa kuruka mipaka ya Islam ndui aweze kudhuru Islam. Nimeshawahi kueleza kwamba ikiwa mnataka kuhudumia Islam, kuitumikia Islam, kwanza ni wenyewe mnatakiwa mfuate ucha Mungu na utakaso, na kwa kufanya hivi mtakuwa katika ngome ya Mwenyezi Mungu, na ndiyo mtapata nafasi ya kuitumikia dini tukufu ya Islam. Mnaona kwamba mipaka ya Islam imedhoofika kiasi hiki, mataifa yanaona Islam kwa fedheha. Ikiwa nguvu yetu ya mioyo pia ikipungua, basi muone kwamba umekwisha. Basi mutakase nafsi zenu ili muweze kulinda mipaka kama farasi analinda mpaka. Fadhili za Mwenyezi Mungu inakuwa pamoja na wamchao Mwenyezi Mungu. Msifanye vitendo vya aina hii kwamba kwa sababu ya vitendo vyenu Islam ipate fedheha, na kwa sababu ya vitendo vya Waislamu Islam inapata fedheha. Mtu akinywa pombe anaanza kutapika, anaanguka katika uchafu na anapigwa na polisi. Mabaniani na Wakristo
उसकी ही तज़हीक का मूजब नहीं wanacheka kwa sababu ya hali yake, na hii si fedheha yake tu bali athari yake inapata dini tukufu ya Islam pia. Mimi nahuzunika sana kwa kusoma taarifa za jela mbalimbali kwamba Waislamu kwa sababu ya vitendo vyao vibaya walipata adhabu, na hawa watu ambao walionyeshwa njia iliyonyoka kwa sababu ya vitendo vyao hawafedheheki wao wenyewe tu bali wanafedhehesha dini tukufu ya Islam pia. Lengo langu ni kwamba Waislamu kwa kuitwa Waislamu kwa kufanya vitendo hivi vibaya wanafedheheka wenyewe na wanafedhehesha Islam. Basi mufanye vitendo vyenu vya aina hii kwamba makufar wasipate nafasi ya kuleta shutuma dhidi ya dini tukufu ya Islam. Huzur anasema siku hizi shutuma zinaletwa kwamba ikiwa mafundisho ya Qur'an tukufu ni aina hii, kwa nini Waislamu hawafuati na kwa nini wanafanya vitendo kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu? Siku hizi ni jumuiya Ahmadiyya tu ambayo kwa kubadilisha hali yake watafuta shutuma hizi zote, na kwa ajili ya hii tunatakiwa tufanye juhudi. Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusu shukrani kwamba ikiwa mnataka kutoa shukrani basi mnalazimika kufuata uchamungu na utakaso. Shukrani yenu hasa ni uchamungu na utakaso wa nafsi zenu. Muislamu akiuliza kuhusu imani yake akisema alhamdulillah, hii si shukrani. Yani akiuliza kama wewe ni Muislamu akisema ndio alhamdulillah mimi ni Muislamu, hii si shukrani. Lakini mkipata shukrani ya kweli, yani mkifuata njia za uchamungu na utakaso, na wabashirieni kwamba mmesimama mipakani, hakuna anaweza kupata ushindi juu yenu. Nimekumbuka tukio moja kwamba kulikuwa baniani moja jina lake ilikuwa Jagannath. Akasema kwamba katika Amritsar alikuwa kiongozi wa serikali kule. Baniani moja alikuwa akiswali kwa kujificha, yani yule alikuwa baniani lakini akasilimu, lakini hakudhihirisha Uislamu wake, na kwa kujificha alikuwa akiswali swala, lakini kwa kidhahiri alikuwa baniani. Na mimi na mabaniani wengine wote tukinuia na tukiamua kwamba lazima sisi tutamfuta huyu kazini na tutamfukuza huyu kazini, na tulimwona yeye ni mtu mbaya, na mimi nilikuwa nataka sana kwamba nimfukuze kazini. Nilipeleka mashtaka yake mara chungu mzima kwamba amefanya hivi na hivi na amefanya hivi kinyume na sheria, lakini yeye hakupata adhabu na viongozi walikuwa hawajali kuhusu mashtaka yangu. Lakini sisi tulinuia kwamba lazima tutamfukuza kazini, na kwa ajili ya hii tulikuwa tukipeleka malalamiko yake mbele ya viongozi, na nilikuwa nikieleza malalamiko haya mbele ya viongozi mara kwa mara. Na baadhi wakati yule bana alikuwa akiitwa na viongozi, lakini alipokuwa akija mbele ya viongozi walikuwa wakipoa kabisa, na walikuwa wakimtendea kama yule bana hakukosea. Hazur anasema kwamba ikiwa mtu ni mcha Mungu na amejenga uhusiano na Mwenyezi Mungu, hakuna anayeweza kumdhuru yeye wala hakuna kitu kinachoweza kumdhuru yeye. Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba katika kila kauli kuna faida. Muone duniani kwamba kutoka maadini mpaka wadudu hakuna kitu chochote ambacho hakina faida kwa ajili ya wanadamu. Vitu hivi vyote viwe vya mbinguni au ya ardhini ni kivuli cha sifa za Mwenyezi Mungu. Ikiwa katika sifa ni faida tupu, basi muniambie katika dhati ya Mwenyezi Mungu faida itakuwa kiasi gani? इस मुकाम पर यह बात भी याद रखनी चाहिए. Hapa inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba baadhi wakati watu wakipata hasara madhara kwa sababu ya vitu hivi ni kwa sababu ya makosa yao. Si maana yake kwamba katika vitu hivi madhara yanapatikana au hasara inapatikana.
बुनियाद में ही इन चीजों के नुकसान रखा हुआ है, इसलिए नहीं होता। si maana yake kwamba katika msingi wa vitu hivi madhara yanapatikana, bali kwa sababu ya makosa ya mtu binafsi madhara yanapatikana. Hivyo ndivyo kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya sifa za Mwenyezi Mungu watu wanakuwa katika taabu na katika madhara. Pengine Mwenyezi Mungu ni mrehemevu kila wakati na msehemevu. Siri ya kutaabika duniani ni hii kwamba sisi kwa vitendo vyetu na kwa sababu ya kutokuwa na elimu tunataabika na tunapata shida. Hazuri anasema watu wanauliza swali mara kwa mara, kwa nini tunapata madhara katika dunia hii? Hazuri anasema mtaabu inakuja kwa sababu ya makosa yetu sisi wenyewe. Basi Sayyidina al-Islam anasema kwamba kwa jicho la sifa tunakuta Mwenyezi Mungu ni mwenye kutupatia manufaa na faida tu. करीम और रहीम नजर आता है और उससे हर फायदा पहुंचता है, और वो नफ्सी नजर आती है जिससे फायदा पहुंच सकता है. Na anaonekana yule ambaye anatufaidi kila wakati na yule ambaye anakuwa karibu naye anapata faida zaidi. Na madaraja haya wanapata wacha Mungu na wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kadiri mcha Mungu anaendelea kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, anaendelea kupata nuru ya mwongozo ambayo inaleta mwanga wa aina fulani katika elimu yake na akili yake, na kadiri anaendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu giza inatawala akili yake mpaka anakuwa sawa na sumun bukmun wa umyun la yarjiun. Na kwa kuwa hivi anapata mangamio na fedheha, lakini dhidi yake yule anayekuwa na nuru na mwanga anapata heshima ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema, ya ayyatuha nafsul mutmainna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. yani वो नफ्स जो इत्मीनान याफ्ता है, enji ile nafsi iliyepata utulivu. ये इत्मीनान खुदा के साथ पाया है. Utulivu huu ulipatikana kwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Watu wengine wanaona kwamba utulivu wao ni mali yao na watoto wao. Kwa kuona mali yao na watoto wao, watu wanaona kwamba wamepata utulivu na wanaona kwamba kwa kupata vitu hivi tumeshapata utulivu. Lakini utulivu huu na ladha hii ni ya dunia. ये लज्जत और अनवाओ अक़साम की लज़्ज़ात दुनिया इंसान को सच्चा इत्मीनान na ladha hii haiwezi kumpatia utulivu mkamilifu, bali kwa sababu ya hii tamaa inazidi zaidi, na wao sawa na mgonjwa wa istisqa, kiu chao haiishi mpaka wanaangamia. Yani mtu wa dunia anaendelea kufuata dunia mpaka anakufa. Hapa Mwenyezi Mungu anasema kwamba yule nafsi aliyepata utulivu kwa Mwenyezi Mungu, daraja hii anapata mwaminio na heshima yake inakuwa katika Mwenyezi Mungu. Mambo ya dunia si raha kwa ajili yake. Basi maadamu mtu hatafuti utulivu wake kwa Mwenyezi Mungu, raha yake kwa Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kupata ukovu. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba bila kuwa na nafsi mutmaina mtu hawezi kupata ukovu. Anasema nimeona watu kadhaa na nimesoma hali yao kwamba mali ya dunia na ladha ya dunia na neema za kila aina, na wanakuwa watoto na mali na wanakuwa watumishi pia, lakini wanapokuwa karibu kufa, wanapojua kwamba wanaaga dunia hii na wanaacha vitu hivi vyote, basi wanahuzunika sana
na hii pia ni jahanamu ya aina fulani ambayo haiwezi kumpatia utulivu mwanadamu, bali kwa sababu ya hii mtu anakosa utulivu. Ndiyo maana marafiki zangu wanatakiwa wajue vizuri kwamba mapenzi ya mali na watoto ambayo ni mapenzi ya kupita kiasi. Pengine mtu anaweza kupenda watoto wake na mali yake, lakini anazama katika mali yake na watoto wake kiasi hiki kwamba katika hali hii anafanya kazi kinyume na sheria, na kwa sababu kazi ile inakuwa pazia kati yake na kati ya Mwenyezi Mungu, na hii inakuwa moto kwa ajili yake, na yeye hajui mpaka anapoaga dunia hii. Basi katika hali hii anahuzunika sana. Kwa hiyo jambo hili linaweza kuelewa vizuri hivi kwamba ikiwa mtu anapopenda kitu chochote, anapoona kwamba anaacha kile kitu, basi anahuzunika kwa sababu ya hii. Na jambo hili ni lenye akili, kama alisema Mwenyezi Mungu, narullah ilmuqadatullati tattali wal afida. Basi huu ni moto wa miungu min ghairi ya Mwenyezi Mungu ambao unaunguza moyo wa mwanadamu, na mtu anakuwa katika adhabu. Nasema tena kweli kweli kwamba bila kuwa na nafsi mutmaina mtu hawezi kupata wokovu. Kisha Sayyidina Alayhi Salam kwa kusihi jumuiya anasema kwamba Mwenyezi Mungu hajali kuhusu mtu yeyote, lakini anawajali wacha Mungu. Kwa hiyo mnatakiwa muwe na udugu na msiwe na tabia ya wanyama, na mnatakiwa msiwe na tabia ya mzaha, kwa sababu mzaha unampeleka moyo mbali na kweli. Na mupendane na muheshimiane, na kila mmoja anatakiwa atangulize starehe ya ndugu yake juu ya starehe yake, na murudi katika utii wa Mwenyezi Mungu. Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka ardhini. Wataokoka wale tu ambao wanatubu katika dhambi zao na wanamwelekea Mwenyezi Mungu. Kumbukeni, ikiwa mnafuata amri za Mwenyezi Mungu na mnaitumikia dini ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ataondoa vizuizi vyote na mtafaulu. Je, nyinyi hamkuona kwamba mkulima kwa ajili ya mimea yake anangoa nyasi na anaboresha shamba lake kwa kupanda miti yenye matunda na analinda miti yake? Lakini miti ambayo haileti matunda na inaanza kuoza na kukauka, mkulima hajali kuhusu ile miti, hata kama inaliwa na mnyama au inatumiwa kama kuni. Vile vile nyinyi pia mkumbuke kwamba ikiwa nyinyi mtakuwa wa kweli mbele ya Mwenyezi Mungu, basi madhara ya mtu yeyote haitadhuru. Lakini ikiwa nyinyi hamrekebishi hali yenu na hamfanyi ahadi ya utii wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mwenyezi Mungu pia hajali. Kondoo na mbuzi wengi wanachinjwa kila siku na hakuna anayejali kuhusu wao, lakini kama mtu mmoja akiuawa watu wanaulizwa sana kuhusu ile. Ikiwa nyinyi mtajifanya kama wanyama, basi hali yenu pia itakuwa kama hali ya wanyama. Inatakiwa muingie pamoja na wapendo wa Mwenyezi Mungu ili maafa yasiweze kuja kwenu, kwa sababu hakuna kitu chochote kinachoweza kutokea ardhini bila amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo muondoe kila uadui unayopatikana ndani yenu. Sasa ni wakati kwamba kwa kujiepusha na haya madogo madogo mufanye kazi iliyo bora, yani kazi ya dini tukufu ya Islam. Mukumbuke jambo hili kama ni nasaha, kwamba msitumie maneno makali, bali kwa upole mujaribu kuwaelimisha watu. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam, आइंदा के लिए याद रखो, kumbukeni daima kwamba msisahau haki za udugu. Pengine hamtaweza kutimiza haki za Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Sinam al-Islam kwamba nimeambiwa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
अल्लाह ताला किसी हालत में Mwenyezi Mungu haleti mabadiliko katika taumu yoyote mpaka watu hawabadilishi mioyo yao. Kwa kusikia maneno haya, kila mmoja anatoa majibu kwamba sisi tunaswali swala, tunafanya istighfar, kwa nini maafa yanapatikana? Kwa hakika anayeelewa maneno ya Mwenyezi Mungu anakuwa mwenye bahati nzuri. Mwenyezi Mungu anakuwa na lengo lingine, lakini anaeleweka kinyume chake. Kisha kwa elimu na akili lengo lake linapimwa, ambayo si sahihi. Kitu chochote kikitumika kinyume na uzito wake haikileti manufaa. Ikiwa mtu anaambiwa kwamba atumie dawa kiasi fulani, akitumia kidogo kuliko ile aliyoambiwa hatapata faida. Na mtu wakati wa kula daku akila pembe moja, je, atashiba? Na badala ya kunywa maji akinywa tone moja, je, atashiba? जब तक वो अपने पैमाने पर ना हो वो ऊपर नहीं जाते हैं. Mambo hayaendi kwa Mwenyezi Mungu mpaka yanakuwa sawa na uzito wake. Amesema huruma ya ndugu ni sawa na sadaka, na hii ni haki ya wanadamu. Kama Mwenyezi Mungu amelazimisha swala na saumu kwa ajili yake, vile vile amelazimisha kwamba haki za wanadamu pia zitimizwe. Yule anayeacha huruma ya wanadamu anaacha dini pia. Qur'ani tukufu inasema man katala nafsan bighairi nafsin au fasadin, yani yule anayemuua mtu bila kuwa na sababu yoyote kana kwamba ameua dunia nzima. Vile vile nasema kwamba ikiwa mtu hakumhurumia nduguye, basi hakumhurumia dunia nzima. Msipende dunia kiasi hiki kwamba imani yenu ipotee, na msiache udugu wala huruma ya wanadamu. Zura anasema tukielewa jambo hili, ugomu wetu utakwisha na ikhtilafu yetu itakwisha mara moja. Sinam al-Islam amesema kwamba fadhili inapatikana kwa sababu ya imani. Kwa hiyo muimarishe imani yenu. Ikiwa hamtimizi haki, basi hii ni dhambi. Amesema jumuiya hii ambayo Mwenyezi Mungu anataka kufanya mfano, ikiwa hali yake pia inakuwa ya aina hii kwamba udugu na huruma haipatikani, basi katika hali hii itakuwa mbaya sana. Kisha anasema Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kwamba maadui wanachukia jumuiya yetu na wanataka jumuiya hii iangamie. Licha ya kuwa na ghadhabu na bughudha hii, mimi naafiki na hawa maadui katika jambo moja, kwamba Mwenyezi Mungu ametaka kwamba jumuiya hii itakase katika dhambi na ionyeshe mfano mwema na ifuate mafundisho ya Qur'ani tukufu kweli kweli, na ifuate mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isiwe na bughudha na ipende Mwenyezi Mungu. Lakini kama mtu yeyote baada ya kujiunga na jumuiya hatimizi lengo hili na haleti mabadiliko mazuri katika vitendo vyake, basi ajue kwamba yeye anatimiza lengo la maadui na lazima ataangamia mbele ya hawa maadui. Na Mwenyezi Mungu si jamaa wa mtu yeyote wala hajali kuhusu mtu yeyote. Kizazi ambacho kilikuwa kizazi cha manabii, ni wana wa Israeli, ndani yao manabii wengi walikuja na walipata fadhili za Mwenyezi Mungu chungu mzima, lakini wakati hali yao ya kiroho ilipoharibika na walipoacha njia iliyonyoka na walianza kuasi, matokeo yake yalikuwa nini? Kwamba wazorebat alaihim zilla wal maskana, na wakawa mfano wa jambo hili. Ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ilishuka juu yao. Jambo hili ni jambo la funzo. Hali ya Wanaisraeli ni funzo kwa ajili yetu. Vile vile kaumu hii ambayo imetayarishwa kwa mkono wake, Mwenyezi Mungu atafadhili kaumu hii. Lakini ikiwa mtu baada ya kujiunga na jumuiya hampendi Mwenyezi Mungu na hamfuati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe mdogo ama mkubwa, atafukuzwa katika jumuiya hii na atapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mnatakiwa msifedheheshe jumuiya. Basi hii ndiyo ni hali ambayo sisi sote tunatakiwa tupate hali hii na kufuata ucha Mungu na kuboresha na kuimarisha imani yetu. Haya si mambo ya kawaida.
tumempokea imamu wa zama hizi. Ikiwa tumefanya hivi kwa ajili ya kutimiza matamanio yake, tunatakiwa tufanye juhudi sana. Kila wema iwe ndogo kiasi gani, tunatakiwa tuifanye, na tunatakiwa tuichukie kila uovu kwa kikamilifu. Tunatakiwa tuboreshe udugu na umoja. Tunatakiwa tusaidiane, ndipo tutatimiza haki ya bayati yetu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote, amin. Hazur anasema leo tena nawakumbusha kuhusu maombi kwa ajili ya nchi za Waislamu, hususan Syria ambapo dhulma inatendeka. Vile vile katika nchi ya Pakistan pia kule Wahamadia wana dhulumiwa sana. Kwa njia zote Wahamadia wanakosa ulinzi. Mwenyezi Mungu awalinde hawa na jumuiya wote, na wale watu ambao ni wenye kuleta fitina Mwenyezi Mungu awakamate na waangamize, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.